Naam, unaendelea kutazama taarifa yetu ya habari katika televisheni yetu ya Channel 10 Plus, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu TOSCI kanda ya kaskazini imeendesha zoezi maalum la ukaguzi wa mbegu katika maduka mbalimbali, ikiwa ni maandalizi ya msimu wa kilimo unaokaribia kuanza katika kanda hiyo. Tupate taarifa kamili kutoka kwake Jamila Omar. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wakiendesha zoezi la ukaguzi wa mbegu za mahindi, afisa kutoka TOSCI kanda ya kaskazini Aret Kibaraza amesema zoezi hilo linalenga kuhakikisha mbegu zinazouzwa kwa wakulima zimekidhi viwango vya ubora vilivyowekwa kisheria, sambamba na kufuatilia utekelezaji wa mpango wa ruzuku ya mbegu unaotekelezwa na serikali. Kila msimu tunapoanza msimu tunataka kujua status ama hali ya ile mbegu ama ubora wa ile mbegu ambayo inaenda kuuzwa kwa mkulima. Baadhi ya wauzaji wa duka la pembejeo wanasema zoezi hili ni muhimu sana kwa sababu linawalinda wakulima na pia linawasaidia wafanya biashara kufuata sheria na kusisitiza kuwa mbegu bora zinaongeza tija na kuondoa malalamiko kwa wakulima. Unaofanya na TOSCI unatusaidia kwa namna moja ama nyingine kuweza kutatua changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo, kwanza kwenye mfumo, na sisi tunapata confidence ya kuweza kumuuzia mkulima kitu ambacho tunakuwa tunawaka nacho. TOSCI wametukumbusha tuweze kuielewa mbegu kabla ya kuiuza, na sisi tunafurahi kwa sababu cha kwanza kabisa wakulima wetu wanakuwa na uhakika kabisa wanachokipata kwamba inakuwa ni mbegu sahihi. Kweli kama mimi mkulima nawashukuru serikali kwa ukaguzi huo unaoendelea kufanya, kwa sababu tukinunua mbegu ambayo imeexpire tutaenda kupata siku kama wakulima hasara. Taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu imesema itaendelea kufanya ukaguzi wa mara kwa mara katika maeneo mbalimbali ya kanda ya kaskazini ili kulinda wakulima dhidi ya mbegu hafifu na kuhakikisha mpango wa ruzuku unawanufaisha walengwa waliokusudiwa. Na taasisi za kifedha, kampuni na wadau mbalimbali nchini wametakiwa kusaidia shughuli za kijamii kwa kutumia faida wanazopata kusaidia jamii zinazowazunguka katika biashara zao. Tupate taarifa kamili kutoka kwa mwanahabari wetu. Ni zoezi la usafi wa mazingira katika eneo la soko la Darajani, ikiwa ni uungaji mkono wa serikali katika kudumisha usafi. Uongozi na wafanyakazi wa benki ya KCB wanaamua kushirikiana na wafanyabiashara soko la Darajani katika kufanya usafi sokoni hapo. Kwa sababu hii tunapenda kufanya mazingira yawe safi mahali ambako tunakofanya kazi. Kwa hiyo ndio maana leo tumekuja kusafisha soko la Mkunazini tukishirikiana na wenyeji wetu wa hapa sokoni pamoja na wenyeji ambao tuko nao karibu kwenye tawi letu pale juu. Mkuu wa soko la Darajani lilopo manispaa mjini Mariam Juma Mzee anaziomba taasisi mbalimbali kushirikiana na serikali katika kutunza mazingira na kufanya usafi kwa lengo la kuweka mji katika haiba njema na kulinda afya ya jamii. Natoa wito kwa wafanyabiashara kuendeleza usafi ndani ya soko la Darajani, na pia iwe ni fursa kwa makampuni mengine kuja kutufanyia usafi kama walipofanya wenzetu. Wafanyabiashara wa soko hilo la Darajani bado wanaelezea umuhimu wa usafi na mazingira. Kama hili tumelifurahikia sana. Umeona bwana, mage tumeshirikiana, umeona, na tumependa vile vile. Unajua kila binadamu ana mapungufu yake. Kuna wengine wako vizuri na wengine hawako vizuri. Unaweza kumwambia mtu fanya usafi akwambia manispaa wanalipwa. Kwa hiyo kidogo tunaweka katika fungu jingine. KCB wameamua kufanya usafi katika maeneo mbalimbali ya soko hilo ili kutoa hamasa kwa wananchi na wafanyabiashara kuendeleza usafi. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo, na mwisho wa habari za biashara na uchumi. Eden Bahati atakuwa hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani.